kutoka katika Champions League, na maana tutakuwa tufanye juu chini kuhakikisha kwamba tunafika katika hatua ya nusu finali. Na maana tumetengeneza deni sisi wenyewe wachezaji, na hicho ambacho tumetengeneza, na maana lazima kupambania tunaweza kuweza. Deni hili mlilolitengeneza, unadhani unaiona Simba ikicheza finali na kuchukua kombe, kwa sababu wapo waliocheza finali wakarudi na medali? Ya, naliona sababu labda ni kwa siri moja. Tunacheza Misri na baada ya mechi. Unajua Misri ni ngoma timu nzuri sana. Kwa nini mpo huko? Kwani kwa maana kwamba na maana kwamba sisi ni timu ya kucheza Champions League. Lakini siku zote tunapoteleza, na maana ndio tunapojifunza. Tushajifunza mpaka wachezaji wa pinzani wanatambua uwezo wa timu yetu, na maana ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba timu inafika katika malengo kwa namna moja ama nyingine ya msimu huu. Kwa upande wa Simba ya kuvuka robo finali mmeyafikia, unayaona malengo pia kwenye ligi na kombe la FA mkiyafikia pia? Ya, hayo ndo malengo yetu, hayo ndo malengo ya viongozi wetu. Timu msimu huu kuhakikisha kwamba kila kikombe ambacho kiko mbele yetu tunakipambania na kwa hiyo mpaka sasa hivi kiangalia sisi pekee ndo timu ambayo tuko katika vikombe vyote vitatu, na kwamba Confederation, FA pamoja na ligi. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba yale malengo ya timu tunafikia. Mohamed, wewe kwa namna moja ama nyingine umefikia, unaona malengo yako ndani ya Simba umeyafikia kama mchezaji? Kama mchezaji bado, kwa sababu nataka siku nikiondoka jina langu liandikwe kwa wino mwekundu, kwa maana kwamba niendelee kuishi. Huyu anaitwa Mwala, mwanangu sana, namba moja. Kwa hiyo malengo ya timu pamoja na malengo yangu binafsi, siku hata nikiondoka nihakikishe kwamba nimeacha alama katika timu ya Simba. Kwa hiyo nitaendelea kupambana mpaka dakika ya mwisho. Unajiona sio Simba tu, unaweza kucheza timu zingine? Ya, uwezo naamini ninao, na naendelea kupambana kuhakikisha kwamba yale ambayo malengo yangu ambayo nimejiwekea binafsi na sababu kila mtu katika maisha ana malengo yake, na malengo yangu mimi natambua mimi. Kwa hiyo na maana kila siku napambana, maneno kwa mengi, lakini baada ya kukata tamaa kuhakikisha kwamba na bado nafikia malengo yangu. Nitaendelea kupambana kuhakikisha kwamba nafikia malengo yangu. Baba Esther leo amewawakilisha vizuri mashabiki, amevaa jezi namba 12 na shabiki ni mchezaji namba 12. Huwa tunazungumza hivyo, nini neno lako kwa mashabiki? Nawashukuru sana. Ukiangalia hali ya hewa ilikuwa rafiki sana leo, na pia ilikuwa ni siku ya kazi, lakini wamekuja kwa wingi sana. Mimi binafsi katika swala la mashabiki wa Simba kuja kusupport timu yao sijawahi kuwa na wasiwasi. Siku zote wamekuwa ni watu wa kusupport timu katika hali yoyote. Kwa hiyo kwa niaba ya wachezaji nawashukuru sana, na niwaambie tu kwamba bado tuna michezo mingi mbele yetu. Hili la kuhakikisha kwamba tunavuka katika robo finali kuisha, focus yetu itakuwa katika nusu finali katika labda Zamalek au Stellenbosch kutoka South Africa. Kwa hiyo sasa hivi atufocus tena na hilo. Sasa hivi focus yetu ipo katika mchezo wa Mbeya City ambao uko hivi karibuni. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba waendelee kusupport team kuhakikisha kwamba tunaendelea kupigana malengo. Mashabiki nimepiga nao story, wanazungumza sana kuhusiana na Zamalek, ndio mchezo wao unakwenda kuchezwa muda sio mrefu. Wanaitamani sana Zamalek. Kwa upande wenu nyinyi wachezaji, kitu gani mnakiona hapa? Kwanza ukiangalia historia inasema kwamba Simba shaye kumtoa Zamalek Misri. Kwa nafikiri siku zote wasema historia ina umuhimu wake pia, lakini sisi hatutoingia na historia. Tutahakikisha kwamba kama tukipata bahati ya kucheza nao itakuwa pia ni jambo zuri, na mpaka wa Simba ambao umefikia sasa hivi hatutakiwi kuchagua mpinzani, awe Zamalek awe Stellenbosch from South Africa. Sisi kwetu tutajiandaa kuhakikisha kwamba tunapigana naye na tunaendelea kufikia malengo yetu. Asante sana. Asante.